Bado tukisalia na siasa ni kwamba viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wamewataka wakazi wa Mandera Magharibi kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya Rais William Ruto. Wakiangazia kile walichotaja kuwa kutengwa kwa, walisema kuwa mkondo mpya wa maendeleo ya kitaifa utatoa fursa ya kuhusishwa kwa maeneo ya kaskazini mwa Kenya kupitia mgao wa haki kwa rasilimali na uwekezaji zaidi katika miundombinu. Yvonne Kemuma anaarifu. Viongozi wa Kenya Kwanza wamezidisha harakati za kisiasa katika ukanda wa kaskazini, wakiwataka wakazi wa Mandera Magharibi kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya Rais William Ruto. Kuna wengine wanatuambia kule Mandera kitu watu ni wachache, ambieni ashindwe yeye. Wakizungumza wakati wa hafla ya kuwawezesha wanawake huko Takaba, kaunti ya Mandera, viongozi hao wamesisitiza kuwa hati hiyo mpya ya maendeleo inapaswa kuhakikisha mgao wa haki wa rasilimali na kuzingatia mahitaji ya maeneo yaliyotengwa kihistoria. Hatujakuja kumwombea two term ati kwa sababu yeye ni mrembo. Tumekuja kumwombea two term kwa sababu ni rais mchapakazi. Msaidizi wa Rais William Ruto, Farouk Kibet, amesema kuwa serikali imeamua kuipa kipaumbele maendeleo badala ya siasa, akieleza kuwa hati mpya ya maendeleo ya taifa itafungua fursa za uwekezaji katika barabara, viwanja vya ndege na miradi mingine ya maendeleo. Imenifurahisha kwamba wamama wamejitokeza wengi ili tufanye hii kazi, ili lami ifike. Mimi natakia ndugu yetu huyu Haji, nyinyi muone yeye na macho mbili, mtamchagua yeye. Barabara ya kwanza 750 kilometers at a cost of 150 billion Kenya shilling inajengwa hapa kwenu, barabara ya lami. Na sasa ule anatustilia huruma, ametushikilia, anasema tushikane, tupendane, tusaidie kina mama. Anaitwa nani? Mapema wiki hii Rais William Ruto alihutubia taifa akianzisha mazungumzo ya kuandaa dira mpya ya maendeleo itakayofuatia ruwaza ya mwaka 2030, hatua inayoendelea kuzua mjadala kote nchini. This national conversation must rise above politics, transcend electoral cycles, and unite us around a shared destiny. Viongozi hao wamesisitiza kuwa inapaswa kuwa mwongozo wa muda mrefu wa kuhakikisha maendeleo shirikishi ili maeneo yaliyotengwa kihistoria yaweze kupata sehemu yake ya maendeleo ya taifa, huku yakiimarisha umoja wa kitaifa na mageuzi ya kiuchumi. Yvonne Kemuma, Runinga.